mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mkela. Kwanza kabisa nashukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutuletea miradi mbalimbali katika mtaa wetu wa Mkela, mradi wa hospitali, zahanati, kuja kituo cha afya, pia miradi ya shule. Kuna shule 3, moja ya msingi, 2 ya sekondari. Shule ya sekondari tumepata mabweni, pia ukarabati wa madarasa, pia tumepata ukarabati wa shule ya msingi hivi karibuni inaanza. Haya yote kwa juhudi za Mama Samia na mkurugenzi wetu kutengea hela kwa ajili ya ukarabati wa zahanati yetu kuja kituo cha afya na ukarabati wa mashule. Pia tunamshukuru viongozi wetu wa kata, viongozi wa chama na diwani kwa ushirikiano mkubwa katika ujenzi wa kituo cha afya cha Mvuti. Wametupa ushirikiano mkubwa, diwani wetu Magdalena na viongozi wa chama, mwenyekiti wa chama na kamati yake nzima wametupa sapoti kubwa sana mpaka kufika hatua hii. Na hatua sasa hivi ya kituo chetu ni hatua ya mwishoni, kuna majengo mawili yanakamilika ili yaanze kazi, jengo la OPD na jengo la maabara. Ndio hatua za mwishoni kabisa, na hivi karibuni tutazindua na majengo mapya yataanza kutumika katika kituo chetu kipya cha Mvuti. Labda mwenyekiti, ni changamoto zipi ambazo wananchi wako walikuwa wanazipata kabla ya ujenzi wa kituo cha afya? Changamoto ni kubwa kwa sababu hii zahanati ya Mvuti kabla kuja kuwa kituo cha afya inategemewa katika mitaa mitano: mtaa wa Kidole, mtaa wa Ruanga, mtaa wa Kiboga, mtaa wa Mkela na mtaa wa Sangara. Hivyo zahanati ya Mvuti ni tegemeo kubwa kwa wananchi wengi mitaa yote. Hivyo ndio maana mkurugenzi pamoja na serikali baada ya kuona umuhimu wa zahanati kuja kituo cha afya wakatutengea hela majengo 4, na hivi karibuni majengo 2 yanakamilika. Ila changamoto kubwa ilikuwa katika mama kujifungua watoto. Hivyo serikali imeona changamoto hiyo, ndio maana wametuletea mradi huu mkubwa. Labda neno lako la mwisho kuhusiana na ulinzi na usalama ndani ya mtaa wako ukoje? Ulinzi na usalama katika mtaa wetu unaendelea vizuri sana na tunashukuru. Tuna makundi mbalimbali. Sisi kwenye mtaa wetu kuna mashina 6. Mashina yote kuna vijana wana vikundi vyao ambao wanalinda na wana sare zao maalumu na wana vifaa mbalimbali ambao tumeshirikiana nao kwa kununulia vifaa, tochi, redio za kuongelea. Vyote hivyo tumejitahidi. Pia kuna ushirikiano mkubwa sana na mkuu wa kituo cha Mvuti na Chanika, wanakuja kwenye patrol siku, wanashirikiana katika ulinzi na usalama. Hivyo mpaka sasa hivi kwa mtaa wetu wa Mkela changamoto ya wizi haipo kabisa. Ni udokozi mdogo mdogo tu ambao unafanyika na vijana, ila uwe wizi wa kuiba kwa kwetu sisi sasa hivi sio changamoto. Labda kabla kuanzishwa na ulizo shirikishi, ni matukio gani ambayo unakumbuka yalikuwa mabaya sana mambo wizi? Matukio yalikuwa mengi sana kipindi mimi naingia, kabla ya ulinzi shirikishi kuwa imara. Matukio yalikuwa mengi sana. Kuna matukio ya wizi, kuna matukio ya ubakaji huku mitaa mapolini. Matukio yalikuwa mengi sana, wananchi walikuwa wanapata shida sana. Hivyo baada ya kuona hivyo tukaona kila shina tupate vijana wa kulinda. Na hivyo ikifika usiku maeneo yote yanakuwa na ulinzi. Hiyo vitendo vyote vya ubakaji, uibaji vyote vishapotea kwa mtaa wetu wa Mkela. Asante. Besi Sanga ni mkazi wa Mvuti na ni mwenyeji sana. Kitendo cha kuleta kituo cha afya Mvuti, yaani tutashukuru sana kwa sababu kitatusaidia kwa mambo mengi, kwa sababu utakuta watu wanatoka huko mbali wanakuja kupata matibabu hapa, lakini utakuta matibabu ambayo yapo hapa yani ni yale ya zahanati. Kwa hiyo huduma ambazo zitakuwa labda ni kubwa, watu watatakiwa wafanye nini, waende mbele. Lakini kama tutapata vitu kama hivi, tukipata yani huduma ambazo labda pawe na operation, pawe na
x-ray, pawe na yani huduma zote zile za kitabibu. Tutamshukuru Mungu sana. Pia unazungumzaje mwenyekiti wako wa serikali za mitaa? Mwenyekiti yuko vizuri sana. Yaani yupo vizuri mno. Japokuwa yani kama ni mdogo kwa umri, lakini anafanya mambo makubwa kupita kiasi. Karibu mama, unazungumzaje kuhusu huduma ya afya? Na tumeona sasa hospitali inajengwa kituo cha afya. Unadhani kwa upande wa kina mama mnazungumzaje pia? Kwa upande wa kina mama, kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa kupata kituo cha afya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu sasa hivi mambo yatakuwa mazuri. Tumepata kituo cha afya, nadhani tutakuwa tunaenda vizuri kabisa. Labda unaweza kumshukuru nani? Maana kituo cha afya lazima serikali ifanye vizuri. Nizungumzie pia nayo. Tunamshukuru mama kwa kutuletea kituo cha afya. Yaani tunamshukuru sana. Na vile vile mwenyekiti wa serikali za mtaa kwa juhudi zake alizozifanya mpaka hapa alipofikia tumepata kituo cha afya. Kwa kweli washukuriwe sana. Kabla ya hapo huduma hizi mlikuwa mnazipata wapi? Kabla ya hapo huduma tulikuwa tunazipata, ila kwa sasa hivi tunashukuru tumeongezewa kituo cha afya, nadhani huduma zitakuwa nzuri zaidi. Majina yako? Naitwa Monica Festo Kimoleta. Unakaa wapi? Nakaa Mvuti, mtaa wa Mkela, na ni kamanda.